Mheshimiwa Rais, kama unavyofahamu, ibara ya 4 ya katiba inataja mihimili mitatu ya dola na serikali: mgawanyo wa majukumu na mipaka yake ya kutoingiliana na kudhibitiana katika utekelezaji wa majukumu yao. Mihimili hiyo ni utendaji, yani executive, bunge, yani legislature, na mahakama, yani judiciary. Pamoja na mengineo, ibara hiyo inaelekeza kwamba vyombo vyenye mamlaka ya kutekeleza utoaji haki vitakuwa ni mahakama ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na mahakama ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Na kwa ajili hiyo, ibara ya 107A kubwa ibara ndogo ya kwanza ya katiba inaelekeza kwamba mamlaka yenye kauli ya mwisho utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano itakuwa ni mahakama. Kwa kuwa mahakama ni sehemu ya serikali na dola ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi ipasavyo, mahakama hiyo inapaswa kuwa huru, isiingiliwe na mihimili mingine inayounda serikali na dola ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yani mihimili ya utendaji na bunge, licha ushirikiano uliopo miongoni mwao. Ni kwa sababu hiyo ibara 107B kubwa ya katiba inaelekeza kwamba katika kutekeleza mamlaka ya utoaji haki, mahakama zote zitakuwa huru na zitalazimika kuzingatia tu masharti ya katiba na yale ya sheria za nchi, huku ikiwajibika kuzingatia, kutia maanani na kutekeleza masharti yote yaliyotajwa katika ibara ya 6 hadi ya 11 ya katiba kama ibara ya 7 ya katiba inavyoelekeza. Mheshimiwa Rais, Mahakama ya Tanzania inatambua na kupongeza dhamira yako ya dhati na ya kipekee katika kudumisha, kuimarisha na kuiwezesha mahakama kuendelea kuwa huru. Katika hotuba zako mbalimbali umekuwa ukisisitiza kuhusu uhuru wa mahakama na kutenda haki. Mnamo tarehe 22 Januari mwaka 2025 ulipokuwa ukihutubia katika uapisho wa majaji wanne wa mahakama ya rufani nikiwemo na mimi, ulisema haya kuhusu uhuru wa mahakama, ninanukuu: jukumu la utoaji haki nchini kwa mujibu wa ibara ya 107 hii kubwa liko mikononi mwa muhimili wa mahakama, na kwa mujibu wa katiba yetu muhimili huu uko uhuru, hauingiliwi na serikali. Kwa hiyo uhuru huu uendelee kutumika vizuri. Mwisho wa kunukuu. Pia tarehe 27 Juni mwaka 2025 kupitia hotuba yako ya kuhitimisha shughuli za bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ulieleza kuwa katika kipindi chote mahakama ilikuwa huru na kamwe serikali ya kuingilia mahakama katika kazi zake. Kadhalika, tarehe 14 Novemba mwaka 2025 ukifungua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliendelea kusisitiza azima yako ya kuiwezesha mahakama kuendelea kuwa huru. Katika hotuba hiyo ulisema, ninanukuu: ahadi yetu ni kuwa serikali itashirikiana kwa dhati na mahakama ya Tanzania kuhakikisha haki inapatikana kwa wote na kwa watu wote na kwa wakati. Tutaendelea kuwezesha mahakama kwa majengo, vitendea kazi, watumishi pamoja na kuimarisha matumizi ya tehama. Tunachukua hatua zote hizi ili muhimili huu uweze kutekeleza wajibu wake kwa ufanisi. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Rais, dhamira yako hiyo inajidhihirisha si tu kwa maneno bali pia kwa vitendo. Serikali unayoongoza imekuwa ikiipatia mahakama bajeti yake iliyoidhinishwa na bunge kwa 100% ili kuiwezesha kutekeleza majukumu yake kwa uhuru na ufanisi. Ingawa kihalisia bajeti hiyo haitoshelezi mahitaji yote ya mahakama, tunakushukuru sana kwa kusimamia jambo hili kwa dhati. Tunaamini kuwa serikali itaendelea kuiongezea mahakama bajeti ili kutekeleza majukumu yake kikamilifu kwa kukidhi mahitaji yake uendeshaji shughuli zake za utoaji haki na maslahi ya watumishi wote wa mahakama. Mheshimiwa Rais, maboresho yote yanayofanywa na serikali unayoongoza yanaakisi dhamira ya dhati ya kuimarisha uhuru wa mahakama kwa vitendo. Ni ukweli usiopingika kwamba mahakama haiwezi kuwa huru iwapo haina miundombinu ya msingi, rasilimali fedha na mazingira salama ya kutekeleza majukumu yake. Ujenzi wa majengo ya mahakama, uwezeshaji wa rasilimali watu na fedha, pamoja na kuboresha mazingira ya kazi kwa majaji, mahakimu na watumishi wa mahakama ni nguzo muhimu zinazowezesha uhuru wa mahakama kuwa halisi, unaoonekana, unaotekelezeka kwa ustawi wa wananchi na utawala wa sheria kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, vigezo vya mahakama huru vinajulikana na vingine tayari vimeshasimikwa katika katiba yetu. Vigezo hivyo kama pia viliwahi kuelezwa na aliyekuwa Jaji Mkuu
Mheshimiwa Francis Nyerali katika makala yake ya mwaka 1982 iliyokuwa na kichwa cha habari kinachosema Independence of Judiciary in Tanzania, yani uhuru wa mahakama Tanzania. Alipokuwa akisisitiza kuhusu uhuru wa mahakama ni pamoja na mambo yafuatayo, yani ni pamoja na mambo yafuatayo. It was not so much exhaustive. Usalama wa ajira ya majaji na mahakimu, yani security of tenure for judges and magistrates, mishahara na masilahi ya kutosha yanayolindwa kisheria, adequate and secured emolument, hawezi kuwepo bila mambo yafuatayo: kutoingiliwa na muhimili wa utendaji, that is independence from executive interference, mahakama iwe huru na mahakama iwe na uhuru wa kifedha, that is financial autonomy, nidhamu inayosimamiwa ndani ya muhimili wa mahakama, ya mahakama yenyewe, yani judicial ethics and discipline from within, that's self-regulatory. Mheshimiwa Rais, katika kuonyesha dhamira yako ya dhati kuhusu kulinda na kuimarisha uhuru wa mahakama, tarehe 15 Juni mwaka 2025, wakati wa hotuba yako kwenye hafla ya kuniapisha kuwa jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania iliyofanyika Ikulu ya Chamwino, Dodoma, ulitoa maelekezo muhimu, ikiwa ni pamoja na kunitaka nihakikishe kuwa mahakama ya Tanzania inakuwa yenye hadhi duniani. Mheshimiwa Rais, hakuna shaka kwamba ulipotoa maelekezo hayo ulikuwa na ufahamu mpana, na mimi nakufahamu na ufahamu mpana wa sifa za mahakama huru, mahakama yenye hadhi duniani. Ulikuwa na ufahamu mpana wa vigezo maalumu vinavyopima mahakama yenye hadhi duniani, ambavyo kwa kiasi kikubwa vinajengwa juu ya uhuru wa mahakama katika kufanya maamuzi yake bila uoga, upendeleo au shinikizo kutoka pande zote. Wakati fulani tunadhani ni uhuru dhidi ya muhimili wa utendaji na bunge peke yake. Pande zote, yani watu wote, wawe mwandishi wa habari na raia wengine wa kawaida na wanasiasa na kila mtu. Mheshimiwa Rais, katika kuonyesha Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa vigezo vya kimataifa vinavyotumiwa na Umoja wa Mataifa, Benki ya Dunia, International Commission of Justice, World Justice Project na taasisi nyingine za kikanda na kimataifa za utawala wa sheria hutumia viashiria au vigezo maalumu kupima utendaji wa ubora wa mfumo wa mahakama. Vigezo hivyo ni pamoja na hivi hapa. Yani sio hii orodha, sio yote, ni vichache tu, maana tukizungumza mheshimiwa moja uhuru wa mahakama na kutopendelea upande wote, yani judicial independence and impartiality. Hiki ndicho kigezo muhimu zaidi. Hupima ikiwa mahakama inaweza kufanya maamuzi bila kuingiliwa na serikali, wanasiasa au masilahi binafsi. Uhuru wa mahakama dhidi ya shinikizo la mihimili ya utendaji au bunge, mtu binafsi au taasisi nyingine yoyote. Kutopendelea upande wote, ikiwa majaji wana upendeleo au kama wanatendea pande zote kwa usawa bila kujali hadhi zao. Vigezo hivi viko kwenye katiba zetu na sheria zetu, hivyo vipo tayari kwenye katiba yetu. Kigezo cha pili ni usalama wa ajira ya majaji na mahakimu, that is security of tenure for judges and the magistrates. Hapa ni lazima ajira ya jaji au hakimu ilindwe hata pale anapotoa maamuzi ya haki yasiyofurahisha. Kwa upande wa Tanzania, usalama wa ajira za majaji umelindwa kikatiba. Ibara 110A kubwa ibara ndogo ya 3 ya katiba inaeleza kuhusu mchakato wa kushughulika na nidhamu ya majaji wa mahakama kuu. Ibara 120A kubwa ibara ndogo ya pili ya katiba inaeleza kuhusu mchakato wa nidhamu ya majaji wa rufani. Kwa ujumla, kabla ya kumuondoa jaji kazini, ni lazima kuwe na, kwanza, tuhuma nzito za kimaadili au kisheria dhidi yake; pili, uchunguzi wa tume ya utumishi wa mahakama, Judicial Service Commission, ufanyike; tatu, na mapendekezo rasmi kwa rais ili kuunda tume ya uchunguzi ambayo nusu ya wajumbe wake watakuwa majaji wa mahakama kuu au mahakama ya rufani kutoka katika nchi yoyote kwenye Jumuiya ya Madola.
Usalama wa ajira za mahakimu unalindwa kisheria hata kama bado kuna changamoto, kwani utumishi wao ni wa kudumu, that is permanent and pensionable, isipokuwa kama wamewajibishwa kwa masuala ya kinidhamu kwa kikiuka maadili ya utumishi wao. Aidha, mchakato wa kuwapata majaji na mahakimu unasimamiwa na kusimamia nidhamu yao unasimamiwa na Tume ya Utumishi wa Mahakama na ni huru, wa wazi na hauingiliwi na mamlaka yoyote. Kwa jumla, kigezo hiki cha pili nacho kimezingatiwa sana katika katiba yetu. Kigezo cha tatu ni urahisi wa kufikia huduma za haki, yani access to justice. Mfumo mzuri wa mahakama ni ule ambao wananchi wanaweza kuufikia na kutumia kikamilifu bila kikwazo vyovyote. Moja, uwezo wa kumudu gharama. Je, ada za kisheria na gharama za mawakili ni za kuridhisha? Pili, ufikiwaji wa mahakama na lugha inayotumika. Je, watu wanaweza kufika mahakamani kirahisi? Je, huduma zinapatikana kwa lugha za wenyeji? Alafu tatu, msaada wa kisheria. Je, serikali inatoa mawakili kwa wale ambao hawawezi kumudu gharama zao? Moja, katika hili pia sehemu kubwa imetimizwa. Tunazo sheria za legal aid na pia Mheshimiwa Rais kupitia Samia Legal Aid Project kuna mfuko huo kusogeza hizi huduma za watu wanaohitaji hizi huduma za kisheria lakini hawana uwezo. Kwa tunayo sheria ya legal aid tangu mwaka 1969 na mwaka 2017 tulitunga sheria nyingine inaitwa the Legal Aid Act. Lakini ufikiwaji wa mahakama na lugha inayotumika. Lugha tunayotumia ni ya Kiswahili. Ni ya Kiswahili, tumeshatoka kwenye lugha ya Kiingereza. Na Mheshimiwa Rais, niseme tu kwamba mwanasheria mkuu wa serikali atakapokuwa amekamilisha tafasiri ya matoleo ya kisheria ya hizi kwa lugha ya Kiswahili, tutaanza pia kuandika hukumu kwa Kiswahili. Nimeambiwa yuko katika hatua za mwishoni na sheria tayari ilishatungwa inayosema lugha ya mahakama itakuwa ni ya Kiswahili. Sasa hila uwezo wa kumudu gharama sinalo hakika sana, ndio maana serikali ikaja na utaratibu huu wa legal aid, na sasa mheshimiwa, kupitia ule mfuko wako ile Samia Legal Aid Project. Kwa haya ni mambo ambayo tumepiga hatua kubwa sana. Lakini kuhusu upatikanaji wa hizi haki zenyewe, niseme tu kwamba Rais Masawe amenitambulisha hapa kama jaji. Mara kwanza alisema jaji wa mahakama, jaji mkuu wa mahakama, jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baadaye akasema jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania. Sasa mimi ambaye ni mwanasheria wa hizi sheria za kikatiba, niseme tu kwamba ibara 118 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inamtambua jaji mkuu kama jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania. Mahakama ya Tanzania ikiwa ni moja wa muhimili unaounda dola na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini katika ibara ya 42 ibara ndogo ya 5 inamtambua huyu jaji kwamba ni jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo Mheshimiwa Masawe hakuwa amekosea, alikuwa hana uhakika tu. Sasa Mheshimiwa, nimeona nilifafanua hivi kwa sababu ni rais mdogo pale mnaye hapa mezani asiondoke amekwazika sana. Mheshimiwa Rais, kwa taarifa hivi kama jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitoe taarifa mbele yako kuhusu accessibility ya hizi justice ya kupatikana kwa haki nchini. Kwa upande wa Tanzania bara, tunazo huduma sasa za mahakama za wilaya nchini kote, katika wilaya zote za Jamhuri ya Muungano, mahakama za wilaya zote isipokuwa wilaya 3. Wilaya Chamwino ambao ujenzi jengo lake unakamilika mwezi huu kabla ya Juni. Wilaya Mkarama ujenzi wa mahakama ya wilaya inaendelea, na wilaya Ikungi ambao tunaanza ujenzi wa mahakama ya wilaya mwaka kesho wa fedha, mwaka ujao wa fedha. Sasa hizi mahakama kwa sasa wananchi wake wanapata huduma. Kwa mfano Chamwino pale unapokaa wao wanapata huduma mahakama hii hapa. Na Ikungi na Mkarama wanapata huduma zao mahakama ya wilaya Iramba. Alafu Ikungi wanapata huduma zao pale mahakama ya wilaya ya Singida. Kwa hiyo tumepiga hatua. Kwa upande wa Tanzania Zanzibar, mahakama zote, wilaya zote zina mahakama
za wilaya na mikoa yote na mahakama ya mikoa, na huku Zanzibar, maana Unguja kuna mahakama kuu pale ya Zanzibar pale Tunguu, na sasa inajengwa mahakama kuu Chake Chake Pemba. Tulifikiri kwamba ongeza kuifungua wakati huu, lakini tukasema hili ni swala msingi sana, tulitafutie muda wake mahususi. Lakini kabla ya sherehe za Muungano, mheshimiwa, tutakuomba uende tufungulie lile jengo. Tunasogeza huduma zetu kwa sababu mahakama ya Muungano hii ya rufaa ni mahakama ya Muungano. Sasa haiwezi kuwepo mahakama ya rufaa kama una mahakama kuanzia mahakama za mwanzo kule mpaka huku juu. Lakini kwa bara pia tunazo mahakama za hakimu mkazi katika mikoa yote, na hizi tuko kwenye mchakato wa kubadilisha jina, badala ya kuziitwa mahakama za hakimu mkazi ziitwe mahakama za mkoa, ziwe na kazi za kufanya pale, zitusaidie kuharakisha kesi nyingi pale. Kwenye hilo mheshimiwa, nikupe taarifa tu kwamba tumeshirikiana kwa karibu sana na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kupitia ile idara ya uandishi wa sheria kuandaa ule mswada. Hii inakuja na tija kubwa, ndio maana unaona hata makofi yanapigwa kule. Tunayo mahakama hapa inaitwa mahakama ya hakimu mkazi, na kule Bukoba kazi ni wanawake. Sasa wakati fulani tunapata shida hapo mbele yako, nayo mheshimiwa Jaji Mwarija siku moja akipata nafasi atakusimulia shida ya watu wa kule Bukoba na mahakama ya hakimu mkazi. Wao wanataka kesi zote sikilizwe na msheja hakimu mwanaume. Sasa tunatoka huko, tutaita hii leo. In fact wananchi wametutangulia. Wananchi siku zote wanaita mahakama ya mkoa, na sasa karibu kila mtu ni hakimu mkazi. Hakimu mkazi ni yule mwenye shahada ya sheria. Tunao mpaka mahakama za mwanzo. Mahakama hii imekuwa haitusaidii sana mheshimiwa rais. Ina mamlaka sawa na mahakama ya wilaya. Yaani kama unamfanya mkuu wa wilaya awe na mamlaka sawa na mkuu wa mkoa. Sijui sheria ilikuwa wapi, hata mimi sielewi. Imekaa hapo miaka yote ile. Tunataka kuharakisha hizi huduma mheshimiwa rais, ndio maana natumia muda mrefu hapa kidogo. Urahisi wa kufikika huduma hizi za haki. Tutashusha mashauri mengine yanayosikilizwa na mahakama kuu yasikilizwe na hii mahakama. Alafu itapokea pia na rufaa kutoka mahakama ya wilaya. Mashauri haya yataenda kwa spidi kubwa sana. Sisi makusudi yetu ni kwamba tulikusudia kwamba ifikapo Juni mwaka huu tusiwe na backlog yoyote, tusiwe na kesi yote inayochelewa. Lakini kwa sababu ya urasimu huu serikalini, mara kubadilisha sheria na watu wengine wanajivutavuta na nini, tumelazimika tutaenda sasa mpaka tumejiwekea target mpaka Disemba tutakuwa tumemaliza hii kitu, tutakuwa tumemaliza backlog zote. Na majaji na mahakimu hao mheshimiwa rais wana ari kubwa sana. na kimsingi wanafanya kazi nzuri. Wakisikia neno la matumaini kutoka kwako watafarijika sana. na watumishi wote wa mahakama mheshimiwa rais, maana sisi peke yetu kama hatuwezi. Yapo majukumu ya hizi judicial officers na watumishi wengine sasa wanaoongozwa na mtendaji mkuu, na wanafanya kazi nzuri sana. Na kigezo cha nne mheshimiwa rais ni ufanisi na kuzingatia wakati, efficiency and timeliness. Haki iliyocheleweshwa ni haki iliyokataliwa. Kuna msemo kwamba just delayed is just denied, but always we go to balance also with another equal legal maxim that just shared is just barred. Hii pia lazima tuiwanishe na msemo mwingine wa sheria unaosema kwamba haki iliyoharakishwa ni kama haki iliyokataliwa. Sasa sisi kwenye katiba yetu tumetaja kabisa ibara 107 capital A ibara ndogo ya pili B kwamba katika kufanya maamuzi tusicheleweshe haki bila sababu ya kimsingi. Kwa hiyo tumezingatia mambo ambayo yanaweza kusababisha labda ikawa kuwe na uchache wa watendaji na mahakimu, kitu ambacho kwa kweli serikali imepiga hatua kubwa sana. Tumepiga hatua kubwa sana kujitosheleza kwenye idadi ya majaji na mahakimu, jao bado hatujafika, lakini kwa kweli ukiangalia ilivyokuwa huko nyuma mheshimiwa rais tumepiga hatua kabisa. Alafu tunaangalia kiwango cha utatuzi wa kesi, uwiano wa kesi zilizomalizika ikilinganishwa na kesi mpya zinazoingia.
muda wa shauri, wastani wa muda unaotumika tangu kufunguliwa kwa kesi hadi kutolewa kwa hukumu. Halafu udhibiti wa mlindikano wa kesi, jinsi mahakama inavyoshughulikia kesi za muda mrefu ambazo bado hazijatolewa uamuzi. Mheshimiwa Rais, nikwambia kwamba kwenye hili nalo tumepiga hatua, tumeiweka mfumo wetu wa ndani wa kushughulika haya. Lakini hata kauli mbiu yetu ni ile nini? Vision yetu, dira yetu ya mahakama, sio ile dira ya taifa, dira ya mahakama inasema haki sawa kwa wote mapema ipasavyo. Kwa hiyo na ikiwa ilikuwa anchored kwenye ibara ya 107 Cap. sub article 2B. Kwa hiyo haya tunayazingatia. Lakini hivi karibuni katika hotuba yangu ya tarehe 22 Disemba nilisema tunaachana na utaratibu huu wa utaratibu wa kusubiria mashauri yaliyofunguliwa zamani ndio yamalizike kwanza. Kesi itasikilizwa kwa kadiri ya umuhimu wake na uwezo wake wa kutatulika mapema. Tulikuwa na utaratibu hapa, Mheshimiwa Rais, kwamba mahakama za mwanzo tuliwekea muda kama miezi 6 kesi iwe ndio imesikilizwa. Mahakama kuu, mahakama za wilaya mwaka mmoja, mahakama kuu miaka 2, mahakama ya rufani miaka 2. Sasa hii kulikuwa na sababu za msingi wakati huo. Kwa kweli kulikuwa na sababu za msingi. Maana kwanza hatukuwa na mahakama nchi nzima. Mahakimu wenyewe walikuwa wachache. Sasa hali ni tofauti. Tunaachana utaratibu huo. Tunataka mtu haki yake ipatikane mapema ipasavyo, isipokuwa kama kuna sababu za msingi. Sasa hili inayo baadaye ili tuletea shida, kwa sababu mtu akitaka kusikiliza kesi anasema bado kuna miezi 6. Akitaka kusikiliza anasema bado kuna miezi 12. Baadaye anakuwa mvivu, haimalizi. Inakuwa backlog. Akitaka kusikiliza anasema na miaka 2. Kwa hiyo kwa ujumla tulikuwa na timeline ya kukamilisha mashauri, other things being equal, kwa miaka 5.5. Tunaachana na hiki kitu. Yaani kesi inapofunguliwa mahakama ya mwanzo kama mpaka inaenda mahakama ya rufani inakaa mahakamani miaka 5.5. Na that was illegal. Ndio maana ulikuwa unaona tunasema sijui haki inayopatikana kwa wote kwa wakati. Kumbe wakati ni miezi 6 hata kama kesi ingemalizika siku hiyo hiyo. Halafu miezi 12 hata kama kesi ingemalizika baada ya miezi 2. Kwa hiyo tunaachana nayo, Mheshimiwa Rais. Halafu kigezo cha 5 ni uadilifu na uwazi, that is integrity and transparency. Hii inazingatia usafi mzima, mfumo mzima. Moja, kutokuwepo kwa rushwa. Ikiwa hongo inahitajika ili kuharakisha kesi au kushawishi hukumu ipendelee upande fulani, mahakama hiyo inakosa ubora na inakosa uhuru. Pili, wajibikaji kwa umma. Je, michakato ya mahakama iko wazi kwa umma? Sisi hapa kesi inasikilizwa in open court na maamuzi yanatolewa kwenye raw reports, lakini pia mengine yatangazwa kwenye mitandao. Kuchapishwa kwa maamuzi, je, hukumu zinawekwa mtandaoni ili umma na mawakili wazisome na kuzifanyia utafiti? Hicho kigezo, Mheshimiwa, tunakitimiza. Halafu 6, kutabirika na uthabiti wa maamuzi, yani predictability and consistency. Ili mfumo wa sheria uaminike, kesi zinazofanana zinapaswa kuwa na matokeo yanayofanana. Uhakika wa kisheria, sheria ziko wazi na zinatumika kwa usawa na udhabiti. Kuzingatia maamuzi ya awali, yani precedent. Mahakama za juu hutoa miongozo ya wazi ambayo mahakama za chini zinafuata. Kigezo cha 7 ni upatikanaji wa rasilimali fedha za kutosha, yani adequate availability of financial resources. Upatikanaji, hii inahusu upatikanaji wa rasilimali fedha za kutosha, ni kigezo muhimu cha mahakama bora duniani. Pili, bila rasilimali za kutosha, uhuru wa mahakama hubaki kuwa wa kinadharia badala uhalisia. Kigezo cha 8, Mheshimiwa Rais, ni maslahi na stahiki za kutosha zinazolindwa kisheria, yani adequate and secure emoluments. Maslahi na stahiki za waheshimiwa majaji, mahakimu na watumishi wa mahakama zinalindwa kisheria, ndizo msingi wa uhuru na uadilifu wa utumishi wa mahakama. Katika ibara 142 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mishahara, pensheni, posho na mafao ya uzeni, malipo ya uzeni, mshahara, pensheni na posho, hivi vinalipwa kutoka kwenye mfuko mkuu wa hazina. Ndivyo katiba inavyoelekeza. Sasa hapa katikati ilitungwa sheria inasema hiyo malipo yafanyike kupitia kwa mtendaji mkuu. Hiyo ni uvunjaji wa katiba.
Na Mheshimiwa Rais, kwenye hili bahati nzuri tunao Mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali hapa, tena ni mjumbe wa Judicial Service Commission. Haya yalifanyika akiwa hajateuliwa. Akili yake naifahamu, ni mtu mzuri, mchapakazi, anaweza. Hili hata subiri afunguliwe kesi, alafu kesi ilete kwetu sisi tuamue. Atapata kesi gani pale? Kwa hiyo nadhani liko wazi hili weko mule ndani, na watu wengine wasichukulia majaji na mahakimu kama watu wa kawaida mpaka watakapopelekwa mahakamani. Kwenye utumishi wa umma huku kuna wakati fulani wengine wanajiona bora zaidi kuliko watu wengine. Mtu anayeshindwa kuzingatia umuhimu wa mahakimu na mahakama na majaji atakuwa ni mtu ana changamoto fulani ya uelewa. Watu wote tunataka haki, halafu hakuna mtu aliye juu ya sheria. Leo mimi nikipelekwa mahakamani, alafu ukiwa pale unaizinisha tu, umekaa pale ofisini, utafikiri una nini? Mheshimiwa Rais, mahakama haiwezi kuwa huru endapo watendaji wake hawana uhakika wa mishahara yao, posho, pensheni, usalama na ajira za mazingira bora kazi. Na mambo mengine Mheshimiwa Rais anasikitisha, lakini majaji waliostaafu, kwanza tu wanaostaafu wanachelewa baada ya kuhamisha kutoka kwenye mfuko mkuu wa hazina kama katiba inavyoelekeza kupeleka huku kwa mtendaji mkuu, wanasubiri ile fedha atakayotengewa na Paymaster General. Matokeo yake hata jaji mkuu anachelewa kupata hazina yake, posho yake, mpaka akae miezi 6 ndio apewe. Huyu jaji mkuu atakuwa na moyo? Majaji hapa posho zao na pensheni zao zinasuasua, na mimi sasa wananilalamikia. Ndio akaniambia, wewe ndio mlezi wetu sasa bwana, kayabebe hayo, na usipoyasema tutakupiga majungu mpaka ondoke hapa mahakamani. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, naomba unisamehe tu. Unaona wanavyoshangilia huko. Nisingesema haya, wangeweza kusema huyu jaji mkuu nadhani akili yake sio nzuri. Si tumwambia atusemee, si mambo tungemwachia Masawe angeyasema. Kina Masawe wana sifa ya kupigania haya maslahi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, niona hili. Na kigezo cha 9 ni miundombinu na teknolojia, yani infrastructure and technologies. Miundombinu ya teknolojia, yani infrastructure technology. That is matumizi ya e-justice. Mahakama za kisasa hupimwa kwa matumizi yake ya teknolojia ili kuboresha utoaji wa huduma. Usajili wa kesi kwa njia ya elektroniki, yani e-filing, kuruhusu kesi kufunguliwa mtandaoni, mifumo ya udhibiti wa kesi, ufuatiliaji kidijitali wa maendeleo ya kila shauri na mashauri mtandaoni, yani uwezo wa kuendesha vikao vya mahakama kupitia mikutano video. Haya yote Mheshimiwa, haya tunayafanya, na sehemu fulani Mheshimiwa umekuwa appreciate, ukitusifu kwa hatua ambayo tumepiga, na watangulizi wangu wamefanya kazi kubwa sana. Na mimi nachukua nafasi hii kuwashukuru watangulizi wangu wote, tangu hata wale wa ukoloni mpaka tangu mwaka 1920 mpaka Juni 2025 pale Mheshimiwa Profesa Juma Ibrahim alikuwa anamalizia. Wameweka msingi mkubwa kila moja kwa wakati wake. Kwa hiyo nawashukuru sana, wamefanya kazi kubwa kila moja kwa kipindi chake. Na ndio maana leo mimi naweza nikasema mbele yako kwamba mengine haya vigezo vingi hivi tumeviweza, japo bado kuna changamoto. Kwa hiyo sasa kuna maeneo Mheshimiwa Rais anahitaji maboresho ili kuimarisha uhuru wa mahakama na kufikia ile mahakama yenye hadhi ambayo ndio nia yako kubwa. Moja ya Mheshimiwa Rais, kama nilivyoeleza hapo awali, kuwa serikali imeendelea na jitihada nyingi za kuwezesha mahakama kutekeleza majukumu yake kwa uhuru na ufanisi. Hatua hizo zimeleta mafanikio makubwa yanayoonekana katika nyanja mbalimbali za utoaji haki. Hata hivyo, kwa kuzingatia maelekezo yake ya tarehe 15 Juni 2025 ulionipa wakati wa kuniapisha kwa jaji mkuu, ya kuhakikisha mahakama ya Tanzania inakuwa muhimili wenye hadhi duniani, bado zipo changamoto kadhaa zinazohitaji kushughulikiwa
ili maelekezo na maono yako ya kuendelea kuwa na mahakama huru na yenye hadhi duniani yaweze kufikiwa. Mheshimiwa Rais, licha ya kwamba tumepiga hatua kubwa katika baadhi ya sifa au vigezo vilivyoainishwa hapo juu na taasisi za kimataifa na kikanda kuhusu viashiria vya kiutendaji na ubora wa mfumo wa mahakama huru kikatiba, kisheria, kisera na kiutendaji, bado tunakabiliwa na changamoto katika baadhi ya vigezo, hasa katika kigezo cha 7 na cha 8 vinavyohusu upatikanaji wa rasilimali fedha za kutosha, yani adequate availability of financial resources, na maslahi na stahiki za kutosha zinazolindwa kisheria, yani adequate and secure emoluments. Mheshimiwa Rais, kwa heshima tunashauri kuongeza bajeti ya mahakama pamoja na kuboresha maslahi ya watumishi wa mahakama kwa ujumla, ikiwemo kuimarisha huduma za bima ya afya ili ziendane na mahitaji maalum yanayotokana na asili na mazingira ya kazi wanayoifanya. Kuongezeka kwa bajeti ya mahakama kutaiwezesha kuendelea kufanya maboresho ya kiutendaji, kusogeza huduma za haki karibu zaidi na wananchi na kuwajengea uwezo wa watumishi wake ili kuongeza ufanisi, uwajibikaji na ubora wa utoaji haki nchini. Aidha, kuongezeka kwa maslahi ya watumishi kutaimarisha uhuru wa mahakama ambao unaweza kuingiliwa kuwa compromised pale watumishi wa mahakama wanapokuwa na hali duni sana ya kimaslahi. Kazi ya jaji au hakimu ni kazi inayohitaji kujitenga kwa namna fulani ili kuepusha mwingiliano wa kimaslahi katika mambo mbalimbali, zikiwemo shughuli za kiuchumi za kujipatia kipato binafsi. Pia kazi ya utoaji haki inamhitaji jaji au hakimu kutumia muda mwingi ofisini na majumbani kuandika hukumu. Uwepo wa jaji au hakimu ofisini muda wa baada ya saa ya kazi unagusa pia watumishi wa kada nyingine. Majaji na mahakimu wanaishi maisha yenye mipaka, yani restrictive lifestyle, yanayowalazimu kujiepusha na shughuli za mahusiano ya kijamii yanayoweza kuathiri hadhi na taswira ya mahakama, hali inayosababisha upweke, msongo wa mawazo na mzigo wa kifedha usio wa kawaida ikilinganishwa na watumishi wengine wa umma. Kazi inayohitaji kujitoa zaidi kwa watumishi wote wa mahakama ili kutekeleza jukumu hili kubwa la utoaji haki, jukumu ambalo kimsingi ni la Mwenyezi Mungu. Hii ndio maana majaji wanaitwa mabwana wakubwa, that is lords, kwa kuwa kazi wanayoifanya ni kazi ya Mungu mwenyewe, ingawaje wao sio Mungu na wana uwezo mdogo ikilinganishwa na uwezo wa Mungu anayeweza kuona yaliyofichika moyoni mwetu. Mheshimiwa Rais, uzoefu wangu kwa hawa wanaojiita malords huko kama Uingereza na nini, waga naona wanajitosheleza kimamlaka na kiuchumi. Sisi hapa mahakamani kwenye lugha yetu, wakija watu mbele yangu wananiita my lord, Lord Chief Justice. Sasa sijui mifuko yake huyo Lord Chief Justice na yenyewe ikoje. Hata hivyo, kutokana na jukumu hilo kubwa, majaji, mahakimu na watumishi wengine wote wa mahakama wanapaswa kuwa na malipo au maslahi ya haki yanayoendana na majukumu yao kama ibara 23 ya katiba inavyoelekeza. Mahakimu na majaji wanapaswa kujitosheleza kimamlaka na kiuchumi ipasavyo. Mheshimiwa Rais, niahidi kwamba vigezo ambavyo viko ndani ya uwezo wa mahakama kama vile matumizi ya tehama, lugha ya Kiswahili, usikilizaji wa mashauri na ukamilishaji wake mapema ipasavyo, kusogeza huduma karibu na wananchi, kuchapishwa kwa maamuzi ya mahakama, uadilifu, weledi, uwajibikaji na kadhalika, tunaendelea kuvisimamia na kuvitekeleza ipasavyo ili kuendelea kuwa mahakama huru na kufikia kuwa mahakama yenye hadhi duniani. Mheshimiwa Rais, kuna masuala mengine yanayoweza kuathiri ubora wa uhuru wa mahakama hata kufikia mahakama yenye hadhi duniani. Kwa mfano, mashauri yanayohusu migogoro ya ardhi kuendelea kusikilizwa na mabaraza ya ardhi na nyumba ya wilaya. Mheshimiwa Rais, hali ilivyo sasa ni kwamba mashauri ya migogoro ya ardhi yanayoshughulikiwa katika muhimili wa mahakama, yani mahakama kuu na mahakama ya rufaa, Mheshimiwa Rais, hali ilivyo sasa ni kwamba mashauri ya migogoro ya ardhi yanashughulikiwa katika muhimili wa mahakama, yani mahakama kuu na mahakama ya rufani, wizara ya ardhi, yani mabaraza ya ardhi na nyumba ya wilaya, na TAMISEMI, mabaraza ya kata na mabaraza ya ardhi za vijiji. Hali hii inasababisha mkanganyiko katika mfumo wa utoaji haki nchini
kwani jukumu la utoaji haki nchini ni la mahakama, hata kama mabaraza mbalimbali yani tribunals nayo yanatambuliwa na katiba katika ibara ya 13 ibara ndogo ya 6A ya katiba. Mheshimiwa Rais, Tume ya Msekwa pamoja na ripoti mbalimbali za Tume ya Kurekebisha Sheria zimeeleza bayana kuwa utoaji haki haupasi kuchanganywa na mhimili wa utendaji. Wizara ya Ardhi kama msimamizi wa sera na masuala ya ardhi haiwezi kwa wakati mmoja kuwa mwamuzi wa migogoro ya ardhi bila kuathiri misingi ya haki, uwazi na uhuru wa kikatiba, kinyume na matakwa ya kikatiba ibara ya 4, ibara 107A kubwa na 107A B kubwa ya katiba. Kwa kuzingatia changamoto zilizopo katika mfumo wa utatuzi wa mashauri ya migogoro ya ardhi, na kwa kuwa serikali iko katika mchakato wa kufanya maamuzi kwamba mashauri yote ya migogoro ya ardhi ngazi ya kata na wilaya yasikilizwe na mahakama ya Tanzania, na mahakama ya Tanzania tunao uwezo wa kusikiliza mashauri ya migogoro ya ardhi ipasavyo, tunaishauri serikali iharakishe mchakato wa kuwezesha mashauri yote ya migogoro ya ardhi kusikilizwa na mahakama, kuanzia mahakama za mwanzo, mahakama za wilaya na kuendelea hata mahakama za juu kabisa. Kwa upande wetu mahakama tupo tayari kushirikiana na wizara husika na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kuandaa rasimu ya mswada. Yaani tuko tayari kuyatambua, kuainisha. Kwa sasa tumeshaainisha siku serikali ikifanya maamuzi, sisi tumeshaainisha zile vipengele vya sheria ambavyo vitaguswa katika mabadiliko yale. Kwa hiyo tuko tayari kutoa ushirikiano huo. Kusikiliza mashauri hayo mara tu serikali itakapokuwa imeamua kuendelea na kukamilisha hatua ya mashauri yote ya migogoro ya ardhi kusikilizwa na mahakama badala ya mabaraza ya ardhi ya nyumba ya wilaya na mabaraza ya kata. Yale ya kwenye vijiji yabakia huku wananchi washauri watatue kwenye vijiji vyenye, lakini kwenye kata kule ziende mahakama za mwanzo. Yale ya wilaya iende mahakama za wilaya. Aidha, mabaraza ya ardhi hayapo katika wilaya zote nchini, jambo linalowanyima wananchi wengi kupata haki zao sawa kwa wote mapema ipasavyo. Hii ni tofauti na mfumo wa mahakama ambao tayari una mahakama za wilaya katika wilaya zote isipokuwa wilaya 3 za Chamwino na Mkarama ambako ujenzi wa mahakama unaendelea, na wilaya Ukungi ambapo ujenzi wa majengo ya mahakama utaanza mwaka wa fedha ujao. Halafu kipengele cha 3, Mheshimiwa, cha pili ni usimamizi wa kamati za maadili ya maafisa wa mahakama. Mheshimiwa Rais, mahakama baada ya kutafakari kuhusu muundo wa sasa wa kamati za maadili za maafisa wa mahakama zinazoundwa chini ya sheria ya usimamizi wa mahakama, tunakusudia kufanya marekebisho ya muundo huo ili kuimarisha uhuru wa mahakama kwa kuhakikisha kuwa usimamizi wa nidhamu ya watumishi wake unafanyika ndani ya mfumo wa mahakama yenyewe bila kuingiliwa na vyombo vya utendaji vya serikali. Katika muktadha huo, inakusudiwa kubadili muundo wa sasa ambapo wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya pamoja na maafisa tawala wa mikoa na wilaya wataondolewa kwenye kamati hizo. Kwa muda mrefu mfumo huu umeleta mgongano wa kimaslahi kwa kuwa wakuu wa mikoa na wilaya ni viongozi watendaji na wanasiasa, hali inayoweza kuathiri uhuru wa hakimu katika utoaji wa maamuzi. Mheshimiwa Rais, hao ni tofauti na wewe walivyo. Sisi hata majaji tunaletewa, kama tumekosea tunaleta kwako, lakini wewe ukai ukasikiliza pale, unaonda jopo. Hawa huku sijui kama wanafanya vitu gani. Hii imechelewa sana. Mapendekezo ya muundo mpya ni kwamba kamati hizi sasa zitaongozwa na viongozi wa mahakama yenyewe katika ngazi hizo. Muundo huu wa kamati za maadili ya watumishi wa mahakama, yani self regulation, utajenga ujasiri, uhuru na wajibikaji kwa mahakimu na majaji kutoa maamuzi kwa mujibu wa sheria na ushahidi bila hofu ya kiingiliwa na muhimili wa utendaji. Mahakama ya Tanzania tupo tayari na tumeshirikiana na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kuandaa rasimu ya mswada kwa ajili hiyo, kwa ajili ya hatua zake zaidi ipasavyo, ili mswada ufikishwe bungeni mapema. Na nia yetu Mheshimiwa, kwa kibali chako, kwa sababu hili swala sio hata la kisera, wala hata sio la kisera kwamba liende kwenye cabinet, ni la kawaida tu. Mheshimiwa, hata nijene kupitia written laws listening amendment. Hata hivi kwa kweli hivi mkuu wa mkoa awe mwenyekiti wa kamati ya maadili na hata mkuu wa wilaya watatenda haki hao jamaa?
Ya tatu, Mheshimiwa Rais, ni makazi bora na usalama kwa ajili ya mahakimu na majaji. Mheshimiwa Rais, tunashauri kwamba mahakimu na majaji wawezeshwe kuishi katika maeneo salama yenye hadhi kama ilivyokuwa zamani. Aidha, zinapokuwepo nyumba za serikali zilizo wazi, basi majaji na mahakimu wapewe kipaumbele kupewa nyumba hizo katika maeneo ya low density na secure kama ilivyokuwa zamani. Vinginevyo, mahakama itengewe bajeti inayotosheleza kulipa pango la majaji na mahakimu katika maeneo salama ili kulinda usalama wao, hadhi na heshima yao katika jamii. Hali iliyopo sasa ambapo majaji na mahakimu wengi wanapanga nyumba binafsi inaweza kuathiri kiwango chao cha kuwa huru katika maamuzi kwa waliowapangisha. Aidha, Mheshimiwa Rais, tayari tumeomba TAMISEMI waitengee mahakama viwanja kwa ajili ya makazi ya mahakimu na majaji katika maeneo yanayofaa kukaliwa na viongozi, lakini pia viwanja kwa ajili ya ujenzi wa mahakama hapo baadaye mahitaji ya matumizi ya mahakama yatakapokuwa yameongezeka. Kwa mfano, kama mji wa Dodoma unakuwa, hatuwezi kubakia na mahakama kuu tu pale au mahakama ya wilaya pale. Itakapokuwa imefika kule Mbande sijui na wapi, tutahitaji kuwa na mahakama kuu tu kule na mahakama na majengo mengine ya wilaya. La nne, Mheshimiwa, usafiri kwa ajili ya mahakimu na watumishi wengine wa mahakama. Mheshimiwa Rais, ili kuimarisha uhuru wa mahakimu, usalama na heshima yao, tunashauri kwamba mahakimu na watumishi wengine wa mahakama nao wafikiriwe kupatiwa usafiri wa pamoja wa ofisi wa kuwapeleka kazini na kuwarejesha nyumbani. Vinginevyo, serikali iweke utaratibu utakaowawezesha mahakimu na watumishi wengine wa mahakama kupata mikopo yenye masharti nafuu kwa ajili ya kujinunulia vyombo vya usafiri, hususani magari kwa ajili hiyo. Mheshimiwa Rais, nimalizie kwa kusema kuwa tunaposema kuhusu mahakama huru, hatumaanishi kujitenga na mihimili mingine ya dola na serikali, bali tunamaanisha nguvu ya kutenda haki bila woga, upendeleo au shinikizo kutoka pande zozote. Dhana ya uhuru wa mahakama si kwa ajili ya maslahi binafsi ya majaji na mahakimu au watumishi wa mahakama, bali kwa ajili ya wananchi wanaohitaji haki kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Rais, mahakamani tunajitambua kwamba hatupaswi kutumia vibaya abuse of office mamlaka yetu ya kutoa haki kwa kisingizio cha kuwa huru. Tunapotekeleza jukumu letu la utoaji haki, tunawajibika kuzingatia yafuatayo: moja, kuzingatia tu katiba na sheria za nchi, ibara 107 kifungu B ya katiba. Mbili, kuzingatia kanuni zilizotajwa katika ibara 107 kifungu A ibara ndogo ya pili A mpaka E ya katiba, yaani kutenda haki kwa wote bila kujali hali ya mtu kijamii au kiuchumi, kutochelewesha haki bila sababu ya kimsingi, kutoa fidia ipasavyo kwa watu wanaoathirika kutokana na makosa ya watu wengine na kwa mujibu wa sheria mahususi iliyotungwa na Bunge, kukuza na kuendeleza usuluhishi baina wanaohusika katika migogoro na kutenda haki bila kufungwa kupita kiasi na masharti ya kiufundi yanayoweza kukwamisha haki kutendeka. Tatu, kuzingatia utawala wa sheria kwamba kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba na sheria za Jamhuri ya Muungano, ibara 26 ya katiba. Nne, kutia maanani na kutekeleza masharti yote yaliyotajwa katika ibara ya 6 hadi ya 11 ya katiba kuhusu malengo muhimu na misingi ya mwelekeo wa shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama inavyoelekezwa katika ibara ya 7 ya katiba. 5, kuzingatia maadili ya utumishi wa mahakama na maadili ya utumishi wa umma. 6, kuzingatia ipasavyo masharti ya vyopo vyetu sisi mahakimu na majaji. Na 7, uwajibikaji kwamba kazi pekee ndio huzaa utajiri wa mali katika jamii, ndilo chimbuko la ustawi wa wananchi na kipimo cha utu, na kila mtu ana wajibu wa kushiriki kwa kujituma. Hata sisi majaji na mahakimu tunapaswa tushiriki kwa kujituma na kwa uaminifu katika kazi zetu. B, kutimiza nidhamu ya kazi na kujitahidi kufikia malengo ya uzalishaji mali binafsi na yale malengo ya pamoja
yanayotakiwa au yaliyowekwa na sheria. Na sisi tuna malengo yetu ya pamoja, timely justice for all, lakini pia ya jumla ambayo yote yamewekwa kwenye katiba na sheria. Kwa Mheshimiwa Rais, hivi ndivyo inavyosisitiza ibara 25 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kutokana na mwongozo huu wa kikatiba, kisheria, kimaadili na kiapo, ni dhahiri kwamba majaji na mahakimu, yaani sisi waamuzi, hawapo juu ya sheria. Hata sisi hatupo juu ya sheria, kwa sababu na sisi tunabanwa nayo na masharti, lakini pia ibara 26 inayomtaka kila mtu azingatie katiba na sheria za nchi. Kiwango cha uadilifu cha mahakimu na majaji kinapaswa kuwa cha juu kabisa kuliko cha watu wengine, ili waweze kutekeleza jukumu la utoaji haki kwa ufanisi ipasavyo. Mahakimu na majaji wanapokuwa wamefikia hatua au kiwango hichi cha uadilifu, wanakuwa katika hali nzuri kabisa inayofaa ya kutoa haki bila kutiliwa shaka, na kwa hiyo kupata nguvu na uwezo wa kufanya maamuzi hata yasiyopendeza kwa maslahi ya haki.